Mpenzi mtazamaji, popote pale unapotazama kipindi hiki jioni ya leo, nataka nikukaribishe tukaweza kwenda pamoja kwenye kipindi hiki. Naitwa mchungaji Ken Rono kutoka kanisa la UPEC South Wareng District, na nakukaribisha mpenzi mtazamaji tukaweza kwenda pamoja kwenye kipindi hiki. Geuka nami kwenye kitabu cha Mathayo sura ni ya 6 mstari wa 14 na mstari wa 15. Biblia ikaniambia, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Hata nizungumze kuhusu jambo hili linaitwa msamaha. Msamaha ni jambo ambalo limekuwa very expensive kupeana. Mtu kusema kwamba nimekusamehe ni kasi rahisi kutamka kinywani, lakini kutoka ndani ya moyo ni jambo ambalo limekuwa ngumu. Lakini ukisoma katika maandiko matakatifu, kabla ya ile vazi ya mstari wa 14, Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kusali. Na katika sehemu hiyo ya kusali, akafika mahali akasema, utusamehe sisi makosa yetu kama tunavyowasamehe wengine makosa zao. Sikia mpenzi, mara nyingi sisi kusema ya kwamba sisi tumeokoka tunaenda mbinguni, tuko tayari, ni jambo ambalo linaonekana rahisi sana kwenye vinywa vyetu. Lakini cha kustaajabisha ni wakati tunapoingilia masuala ya kitu kinaitwa msamaha. Kuna watu hata katika viapo wameapa kwa vinywa vyao ya kwamba hata mpaka nikufe sitawahi salamiana na mtu fulani. Wengine wameapa ya kwamba hata kama nini litafanyika, mimi fulani sitawahi msamehe. Labda ana sababu zake nyingi. Naam, haina shida. Hizo sababu wewe endelea kuhesabu tu. Lakini ukweli ninakuhakikishia ni kwamba iwapo hautamsamehe mtu makosa yake, usitarajie pia msamaha kutoka kwa Mungu. Naam, ninajua ya kwamba mwenzako ambaye umeamua kumfunga kwa moyo alikutendea ila labda alikunyang'anya kile kilichokuwa chako. Labda unaona kupitia kwa majuto ulio ndani yake kwa leo, unaona yeye ndiyo chanzo cha majuto hayo. Labda katika maisha yako unaona kana kwamba kama haingalikuwa fulani haungekuwa unapitia hali hii. Kuna wengine saa hizi wanakula dawa ya pressure eti kwa sababu ya yale ambayo yeye ameamua kwa moyo wake ya kwamba sitawahi msamehe fulani. Families hawasalamiani. Mke na mume wameishi kama paka na panya kwa manyumba zao. Uadui baina ya wazazi na watoto. Kuna watu ambao wamelaani watoto yao kupitia kwa hasira, kupitia kwa jambo fulani waliomtendea. Ninataka nikwambie mpenzi, hakuna mahali utaenda na hiyo hasira ulionayo, hiyo unforgiveness, hiyo kutokusamehe ambaye umeamua ya kwamba sitawahi msamehe. Wewe endelea tu, lakini ujue ya kwamba upende usipende, hakuna msamaha ambaye utapokea kutoka kwa Bwana. Sikia, Biblia imesema kwenye mstari wa 15, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Fahamu ya kwamba usipowasamehe watu makosa yao, usitarajie Baba wetu aliye mbinguni akaweze kukusamehe. Ni ombi langu ya kwamba kwa sababu zote tunahitaji msamaha, tukaweze kuisongea, tuitafute msamaha huu. Labda kuna mtu ambaye ulimkosea, umejaribu kumwendea kumuomba msamaha, lakini amekataa kabisa. Na unajiuliza sasa, mtu kama huyu mimi nitakaa namna gani na yeye? Wewe msamehe yeye, fungua moyo wako, wachana nayo. Wewe bora umemwomba msamaha, umeweza kufuata utaratibu wote uliohitajika kwa msamaha huo, na wewe na yeye mwenyewe ameamua ya kwamba hataki kukusamehe, basi hilo si kosa lako. Hilo lisikuhangaishe, lisikunyime usingizi. Hiyo isikuingize, isikupeleke kwa daktari eti kwa sababu ameamua ya kwamba hatawahi nisamehe. Saa hizi ninajua vijijini mule ambapo sisi tuko,
Kuku mara nyingi inaweza enda kwa jirani ikakula mboga ya jirani. Matusi inaanza kumwagika mpaka unashangaa, na huyu kweli ameokoka. Mimi nakumbuka kuna wakati fulani nilikuwa nikienda kanisani na nikamsikia. Kuna mtu alikuwa akipita tu. Nikaona vile mama alibadili sura. Na kumwambia, wewe usiniharibie siku, usiniharibie siku. Mimi nilikuwa nimeamua ya kwamba sitaki kukuona. Unatafuta nini kwa mlango yangu? Yule akamwambia tu, nimekuja kwa magoti, nilikuwa nataka. Akamwambia, hata nikikufa usikuja kwa mazishi yangu. Hata mchanga ya kaburi langu usiwahi kugusa. Watu wamekula viapo. Wameapa kwa vinywa vyao kwa ajili ya makosa waliotendewa. Lakini ukweli ninajua ya kwamba makosa hufanyika. Na makosa si kitu tutaweza kuepukana nayo. Labda kama tumefika mbinguni, lakini mradi tuko katika dunia hii, makosa bado utatafutwa tu. Utatafutiwa tu hata kwa hiyo ofisi ambayo wewe unafanya kazi. Bado kuna mtu atakutafuta tu. Kwa sababu kuna watu pia wanataka vyeo. Sasa watu wanajaribu kukutafutia maneno. Lakini suluhu sio kubebana na mtu ndani ya moyo wako. Just forgive carelessly and you will be blessed carelessly. Yani nimesema ya kwamba wewe samea ovyo tu. Bila masharti, bila kupeana conditions, bila kusema lazima nifanyiwe kitu fulani na fulani. Wewe samea tu na ungoje uone vile Bwana atakavyo kukupigania. Bwana anaenda kushughulikia hali yako. Bwana anaenda kukubariki mpendwa. Iwapo tu utakubali kuachilia haya ambayo umebebana nayo kwa moyo. Ninajua ya kwamba kuna machungu ambayo umeyapitia. Ninajua ya kwamba umekerwa. Ninajua ya kwamba kuna vikwazo vingi ambavyo kwa kweli umekuwa ukipitishwa ndani yake. Lakini ninataka nikwambie ya kwamba msamaha ni jambo ambalo litatufungua. Ikanikumbusha mtu ambaye anaitwa Esau na ndugu yake aliyeitwa Yakobo. Zote tumesikia kwa maandiko ya kwamba Yakobo alichukua utajiri, akachukua baraka iliyokuwa ya Esau. Na yeye akaamua kutoroka. Akaenda akaishi kwa nchi ya ugenini. Na wakati alipokuwa akirudi, akaanza kujiuliza, ni vipi nitakavyoweza kuenda kupatana na ndugu yangu? Nitaenda kupatana vipi na Esau? Mpaka hata wakati alikuwa akienda alikuwa amejipanga. Ameweka watu fulani mbele, halafu fulani, halafu akahakikisha ya kwamba, yani kulikuwa na utaratibu mkubwa sana kuhakikisha ya kwamba iwapo ndugu yake atageuka akaamua kumwangamiza, basi kuna kikundi fulani ambacho alikuwa ameandaa kwamba wacha waangamizwe kabla hawajatufikia sisi. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ukisikia jinsi ambavyo waliweza kukutana na Esau, ni jambo la kunifurahisha. Ni jambo ambalo mpendwa hata wewe unahitaji kuiga. Aliweza kumkumbatia ndugu yake na kumhesabia makosa yote aliyokuwa ametenda awali. Hata wewe unafikiria wewe ulikuwa msafi sana. Lakini Yesu akaamua ya kwamba nitaacha ufalme, nitaacha heshima niliyokuwa nayo kule mbinguni, nikakuja nikajiingiza kwa uchafu wako ili kwamba nikukomboe. Ni mara ngapi wewe umekuwa ukimkwaza Mungu? Ni mara ngapi wewe umekuwa ukitenda kinyume cha vile Bwana anavyohitaji? Lakini wewe bado leo uko hai. Leo wewe bado ungale una nguvu. Kwa sababu gani? Bwana anahesabu tu yale yote kama makapi. Anahesabu tu kama si kitu. Anaamua kwa sababu wewe you've decided to repent. Anakuambia basi msamaha ninakupa bure. Na ujue ya kwamba haijakuwa ni bure tu, ni kwa sababu kuna mmoja ambaye aliamua kulipa gharama. Alilipa gharama kutumia damu yake mwenyewe. Just imagine. Mimi huwa najaribu kuimagine, najaribu kufikiria sana vile Yesu alivyotupenda. Vile Mungu alivyotupenda. Na ikanikumbusha ya kwamba imagine wewe ni dereva unaendesha gari na umebeba watu 40. Alafu mtoto wako kwa sababu anajua wewe ndio dereva wa hiyo gari, anakimbia katikati ya njia na kukwambia baba, wakati yeye anaanza kuimba baba. Wewe saa hiyo uko kwa mteremko, hakuna vile unaweza isimamisha gari. Mambo ni mawili. Aidha uiangushe gari umalize wale ambao unawabeba, ama ugonge mtoto wako na ukomboe wale wengine. Najua wewe nikikuuliza ingekuwa nani, wewe utaniambia kwamba heri kikundi kizima kiangamie lakini kijana yangu apone. Lakini Mungu akasema kwamba hata kama
wale hawa abiria ambao ninawabeba hawataona ile dhamana ya kile ambacho mimi nitakipoteza, lakini niko tayari kukipoteza ili kwamba nikaweze kumsaidia huyu. Kwa hivyo fahamu mpendwa ya kwamba Bwana anakupenda. Bwana anakupenda kiasi kwamba aliona kwamba ijapokuwa mara nyingi utarudi tu kwa kujichafua, utaendelea tu kujichafua, lakini bado anakuambia tu kama mtoto mdogo, baba kuja, wacha tu nikupanguze, wacha tu nikuoshe, wacha tu nikusafishe. Kwa sababu yeye ni mwingi wa msamaha. Lakini wewe eti kwa sababu ya kosa moja, labda kulikuwa na nafasi ya kazi ilikuwa imeandaliwa mtoto wako, lakini jirani akaamua kukunyang'anya na kumpea mwenzake. Najua saa hizi pia mambo ya bursaries kwa watoto, wakati wanagawa bursaries, mnaona fulani, kuna watu fulani ambao wamejipenda sana, wanaamua ya kwamba wacha hii tumpea mfulani, alafu wewe unaachwa, na wewe unajua ya kwamba wewe haujiwezi. Wewe unaanza kukasirika, unaanza kumfunga mtu kwa moyo, na unaanza kusema ya kwamba kama ni hivyo wacha sitawahi msamehe. Wengine wamefunga machifu kule vijijini, wengine wamefunga wazee wa mitaa, wengine wameamua kuwafunga watu wasalamiane kwa vijiji eti kwa sababu ya makosa madogo madogo. Labda kwa ng'ombe yako labda ng'ombe ya jirani ilikuja ikakula mali zako, wewe umeamua ya kwamba uadui baina yako na jirani heri ikwe ni jambo iwe wimbo, lakini sitawahi msamehe. Nataka nikwambie kwamba fungua moyo wako leo ukaweza kumsamehe. Iwapo unahitaji msamaha, umsamehe. Hata kama haja kukujia kukuomba msamaha, ninataka mpenzi ukaweze kumsamehe for free. Na kumsamehe sio kusema tu kwa mdomo ya kwamba basi nimemsamehea. Hapana, wacha itoke ndani ya moyo. Wacha hata tukikutana njiani tusalamiane, tukumbatiane, kuashiria ya kwamba kwa kweli msamaha umepatikana. Watu katika majamii, kuna watu hata wakifanya family meetings they don't attend kwa sababu wanasema after all ninajua anko hatupendi, ninajua sijui mtu fulani hatutaki, kwa hivyo kwa sababu hiyo mimi nimeamua sitawahi kanyaga, sitawahi fanya. Hiyo ndio maana inakuanga nyepesi sana kuhudhuria mazishi, lakini kuhudhuria sherehe ni ngumu. Kwa hivyo ninataka nikuhimize mpenzi mtazamaji, mchana wa leo ukaweze kupeana maisha yako kwa Kristo kwa kuanza kumsamehe yule mwenzako. Haijalishi kama una alama mwilini mwako alichokutenda. Haijalishi majuto unayopitia leo ni kwa sababu yake. Labda ulinyang'anywa sehemu ambayo ilikuwa ni yako. Wacha kubebana na mtu moyoni. Peana msamaha mpendwa kama unataka Bwana akusamehe. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba hata kama uadui umekuwa ni wimbo wa kuimbwa vijijini, ninataka tubadili wimbo huo na tukaanze kusameheana. Tuanze kukumbatiana na majirani, tuanze kuwa na uhusiano mwema na majirani zetu, tuwe na uhusiano mwema katika jamii zetu, na Bwana anaenda kutukomboa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wacha Bwana akubariki na akutendee mema. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa mtazamaji huyu ambaye pia ameweza kufuatilia kipindi hiki na kwamba amesikia kuhusu swala la msamaha. Ninajua ya kwamba amekuwa mkimbeba mtu ndani ya moyo wake kwa ajili ya kosa alilotendewa. Lakini kuanzia leo ninatangaza ya kwamba mpendwa huyu anapochukua hatua ya kumsamehe mwenzake, Bwana ninaomba ukaweze kuingilia kati, ukaweze kuleta mahusiano mazuri katika jina la Yesu Kristo. Wacha kuweko uhusiano mwema baina ya wapendwa hawa katika jina la Yesu Kristo. Wacha tufurahie mema ambayo Bwana unaenda kuanzisha kuanzia leo, maana kunaanza kuweko uhusiano mzuri baina ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Ushukuriwe, utukuzwe milele, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Maana tuwaomba kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nisikie